Yoweri Kaguta Museveni apokea onyo kali kutoka Umoja wa Mataifa kuhusiana na kile alichokifanya wakati wa uchaguzi nchini Uganda. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa ni siku yako ya kwanza hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Giza lilishuka si tu kwa kukatika kwa umeme, bali kwa kubonyeza kitufe kimoja cha kisera kilichonyamazisha mawasiliano ya taifa zima wakati walipokuwa wakifanya uamuzi mkubwa zaidi wa kiraia. Ndani ya saa chache interneti ilikatwa, taarifa zikafifia na uwazi ukatoweka, na ndipo onyo kali ilikatolewa kutoka kwa Umoja wa Mataifa kupitia ofisi yake ya haki za binadamu, ikisema hatua hiyo iliweka nchi gizani na kuhatarisha uhalali wa mchakato wa uchaguzi. Kauli hiyo haikuwa tu ya kawaida, ilikuwa ni alama ya dharura kuhusu demokrasia iliyozimwa kwa makusudi kwa kisingizio cha usalama. Onyo hilo lilitolewa katikati ya uchaguzi mkuu na uamua uongozi wa mwelekeo wa taifa. Ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa ilisisitiza kwamba upatikanaji huru wa mawasiliano na taarifa ni nguzo ya uchunguzi huru wa haki na wa kuaminika. Mantiki hii ni rahisi lakini nzito, kwamba bila interneti raia hawaoni, hawasikii na hawawezi kuthibitisha, na bila uthibitisho imani ya umma huvunjika, na bila imani demokrasia hubaki jina tu. Kukatika kwa interneti kulianza jioni ya Jumanne baada ya tume ya mawasiliano ya Uganda kuwaagiza waendeshaji wa mitandao kuzima huduma kwa umma. Athari zake zilikuwa pana na za haraka. Mawasiliano ya raia yaliporomoka, vyombo vya habari vilinyimwa njia ya kuripoti kwa wakati halisi, na waangalizi wa uchaguzi wakapoteza uwezo wa kufuatilia mchakato kwa uwazi. Kauli ya mazingira hayo, uchaguzi uliendelea kana kwamba uwazi ni anasa badala ya haki ya msingi. Taasisi ya kimataifa ya ufuatiliaji wa miundombinu ya interneti NetBlocks ilionya mapema kuhusu madhara yanayotokana na kuzima interneti wakati wa uchaguzi. Tahadhari yao ilieleza kwamba hatua hiyo hupunguza uwazi, huzuia taarifa za matokeo kufikiwa kwa wakati, na kuongeza hatari ya udanganyifu wa kura pamoja na ukiukwaji wa haki za binadamu bila ushahidi wa wazi. Onyo hilo lilikuwa la kiufundi lakini pia la kisiasa. Pale ushahidi unapoondolewa, basi uwajibikaji ufutika. Wasiwasi mkubwa zaidi uliobainishwa ni mazingira ya hofu na vitisho yanayoweza kutanda wakati interneti imezimwa. Sauti za upinzani, watetezi wa haki za binadamu, waandishi wa habari na raia wakosoaji hukosa kinga ya macho ya umma. Historia ya kikanda inaonyesha kwamba ukosefu wa uwazi huchochea matumizi ya nguvu, si kwa sababu ya vurugu za raia, bali kwa sababu ya ukosefu wa ushahidi unaoweka mipaka kwa dola. Uamuzi wa tume ya mawasiliano ya Uganda ulitetewa kama hatua ya muda ya kudhibiti upotoshaji na kuzuia uwezekano wa vurugu. Hata hivyo, hoja hiyo imekuwa ikirudiwa na serikali nyingi bila kuwasilisha vigezo vinavyopimika vinavyoonyesha uhusiano wa moja kwa moja kati ya interneti na vurugu. Ukweli unaojitokeza mara kwa mara ni kwamba kuzima interneti hakuondoi habari potofu, na kunazima pia habari sahihi, uthibitisho huru na sauti za kukosoa madaraka. Katika muktadha wa Afrika Mashariki, tukio hili si la pekee. Miaka ya karibuni imeonyesha mtindo wa kugeuza miundombinu ya mawasiliano kuwa chombo cha kisiasa wakati wa chaguzi na migogoro. Haya ni mabadiliko ya kimkakati. Badala ya marufuku ya moja kwa moja ya mikutano au vyombo vya habari, dola hutumia kitufe ama vitufe vya kiteknolojia kupunguza uhuru bila kuonekana wazi. Matokeo yake ni demokrasia ya kivuli inayofanya kazi bila mwanga wa uchunguzi wa umma. Kihistoria, uchaguzi huru umekuwa ukitegemea sana vyombo vya habari na mitandao ya kijamii kama njia ya kusambaza taarifa, kufichua kasoro na kuunganisha waangalizi. Kuzima kwa interneti kunavunja mnyororo huo, na katika mazingira ambayo uaminifu wa taasisi tayari uko chini, hatua kama hii huongeza shaka badala ya kuituliza. Na wakati serikali inadai inalinda utulivu, wananchi huona jitihada za kuficha. Athari zake zinaenda mbali zaidi ya siku ya kupiga kura. Uchaguzi unaoendeshwa gizani huacha jeraha la muda mrefu kwenye uhalali uongozi na uchaguliwa.
Matokeo yanapotangazwa bila uthibitisho wa wazi, mivutano huendelea chini ya uso ikitafuta mlango wa kutokea baadaye. Hapo ndipo gharama za kijamii na kiuchumi huanza kuonekana, ambazo ni migawanyiko ya kisiasa, kudorora kwa imani ya wawekezaji na uhusiano mgumu wa wadau wa kimataifa. Kanda ya jumuiya za kimataifa zimekuwa zikifuatilia kwa karibu mienendo hii. Mashirika ya haki za binadamu yamekuwa yakisisitiza kwamba kuzima interneti si suluhisho la changamoto za uchaguzi, badala yake ni kikwazo kikubwa kwa uhuru wa kujieleza na haki ya kupata taarifa. Msitizo huu unaungwa mkono na kanuni za kimataifa za haki za binadamu zinazotambua mawasiliano kama sehemu ya haki za kiraia katika enzi za kidijitali. Na kwa Tanzania funzo hili ni la karibu na lazima, kwani historia ya siasa za ushindani, mabadiliko ya sheria na mazingira ya vyombo vya habari imeonyesha jinsi maamuzi ya kiutawala yanavyoweza kubadilisha uwanja wa demokrasia kwa haraka. Na katika miaka iliyopita, mjadala huu kuhusu uhuru wa kidijitali, sheria za maudhui mtandaoni na usimamizi wa mitandao umeendelea kuchukua nafasi kubwa. Tukio la Uganda linapaswa kusomwa kama kioo, si kama habari ya jirani. Ukweli wa kisera ni kwamba kudhibiti upotoshaji kunahitaji uwazi zaidi, si giza, na suluhisho la kudumu linahusisha mifumo ya ukweli, uwajibikaji wa majukwaa, elimu ya raia kuhusu taarifa sahihi na ulinzi wa maandishi na waandishi wa habari. Kuzima interneti ni hatua butu inayokata mishipa yote kwa wakati mmoja, ikiwemo ile inayolisha demokrasia. Na katika enzi ambayo uchaguzi hauamuliwi tu kwenye vituo vya kupiga kura, bali pia kwenye skrini za simu. Kuondoa skrini hizo ni kuondoa sehemu ya uwanja, na hilo linaweka faida kwa wenye mamlaka na kuacha raia bila zana za msingi za ushiriki. Ndio maana onyo la Umoja wa Mataifa lilikuwa kali, kwamba si kwa sababu ya teknolojia yenyewe, bali kwa sababu ya haki zinazopotea pamoja nayo. Kusoma tukio hili bila kulinganisha kikanda ni kukosa picha kamili. Afrika Mashariki inakabiliwa na mtihani wa pamoja kuhusu jinsi inavyosimamia demokrasia katika zama za kidijitali. Chaguzi zinapokaribia, shinikizo la kudhibiti simulizi huongezeka, na serikali zinapochagua giza, zinachagua pia hatari ya kukosa uhalali wa muda mrefu. Mwisho wake unaacha swali lisilo na sauti lakini lenye uzito, kwamba mustakabali wa demokrasia unapimwa kwa vitendo vidogo vinavyoonekana vya kiutawala. Kitufe kinapobonyezwa na interneti kuzimwa, kinabonyezwa pia kumbukumbu ya uwazi, na kimya kinapotamalaki, hofu hukua. Tanzania na kanda nzima zinasimama kwenye makutano ya uchaguzi kwa maadili ya utawala. Kukubali giza leo ni kuridhisha ukungu kesho. Kupinga kimya kwa uthabiti wa haki ni kulinda mustakabali wa nchi bila kumwaga damu, bali kwa kusimamia ukweli, uwazi na uwajibikaji ambao haupaswi kuzimwa kwa amri. Ndio hayo tuliokuandalia kutokana na onyo kali kutoka kwa Umoja wa Mataifa kwake Yoweri Kaguta Museveni kwa kuzima interneti wakati serikali wakati nchi ya Uganda inafanya uamuzi wa maana.